Katika hotuba yenye nguvu, hasira na ujasiri uliojaa historia, kiongozi mkuu wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei, amejibu vikali matamshi ya rais wa Marekani kuhusu kile alichokiita Iran kusalimu amri. Akizungumza mbele ya viongozi wa kidini na kijeshi mjini Tehran, Khamenei alitumia lugha nzito na ya kejeli kupinga wazo lolote kwamba Iran inaweza kujinyenyekeza mbele ya Marekani au taifa lolote jingine la Magharibi. Kuitarajia Iran iwasilishe mamlaka yake kwa taifa jingine ni moja ya ndoto za kifahari zisizo na msingi ambazo siku moja zitageuka kuwa vichekesho vya historia, Khamenei alisema. Akisisitiza urithi wa kihistoria na kiutamaduni wa taifa hilo la Waislamu wa Shia, Khamenei alijigamba kuwa Iran ina mizizi ya maelfu ya miaka kabla hata Marekani haijazaliwa kama taifa. Hili ni tamko la kijasiri la kupinga kile ambacho Tehran inaona kuwa ni ukoloni wa kisasa wa kiakili na kisiasa kutoka Magharibi. Iran haitosalimu amri, sio suala la nyuklia tena. Akiendelea na mkondo huo wa kisiasa wa kukataa kutii shinikizo la nje, Khamenei alieleza kuwa hoja ya Magharibi haiko tena katika kuzuia urutubishaji wa uranium wala mpango wa nyuklia wa Iran. Badala yake, Khamenei alisema sasa hawazungumzii tena kuhusu nyuklia. Wanataka Iran isalimu amri. Hii si hoja ya kisayansi tena, ni vita vya kisiasa na heshima ya taifa. Kwa maneno makali, Khamenei alimshambulia Donald Trump akisema kauli hiyo ni kubwa mno kwa mdomo wa rais wa Marekani. Kutamka neno kusalimu amri kwa taifa kama Iran ni kejeli. Kauli hizi ni zaidi ya jibu kwa Marekani. Ni ujumbe kwa raia wa Iran wanaohoji gharama ya migogoro ya kigeni, wapinzani wa ndani wanaotaka mabadiliko ya sera, washirika wa Marekani kama Saudi Arabia, UAE na Israel, pamoja na mashirika ya kimataifa kama IAEA na Umoja wa Ulaya. Kwa Khamenei, suala la Iran kusimama imara dhidi ya Marekani ni suala la hadhi ya kihistoria zaidi ya sera ya siku moja. Iran inajenga simulizi la hadhi ya taifa dhidi ya kile kinachochukuliwa kuwa ni matusi kutoka Magharibi. Kusisitiza urithi wa kihistoria ni njia ya kisiasa ya kutengeneza hadhi ya kimataifa dhidi ya mabeberu wa kisasa. Kwa kukataa wazi kuzungumzia urutubishaji wa uranium kama hoja kuu, Iran sasa inapeleka mazungumzo katika nyanja za hadhi, mamlaka na heshima ya taifa, eneo lisilopimika kirahisi kisayansi wala kidiplomasia. Mashirika ya kimataifa sasa yako katika njia panda, wakihitaji kuamua iwapo kuweka msimamo wa kisayansi au kushughulikia mvutano wa kisiasa na wa kiheshima unaozidi kukua. Kwa mara nyingine tena, Ayatollah Ali Khamenei ameonyesha kuwa Iran haitotishwa tena na shinikizo la nje. Badala yake, anajenga simulizi la taifa lenye mizizi mikubwa, msimamo usiotetereka na dhamira ya kutokubali kudhalilishwa, hata kama gharama yake ni kuendelea kuzuiwa kiuchumi au kushambuliwa kijeshi. Kwa dunia nzima, ujumbe ni wazi: Iran si taifa la kuimarishwa, na mwelekeo wa Mashariki ya Kati hautabaki kuwa na upande mmoja tena.